Tanzania wote. Kwa hiyo vijana ni wengi sana. Yes. Asilimia 34.5 hapa 34.5. Hiyo ndio idadi ya vijana ukilinganisha na yani ukichukua asilimia wa Tanzania wote, vijana ni asilimia 34.5. Na Watanzania sasa tunaenda milioni 60 na kitu hivi. Kwa hiyo ni kundi kubwa sana hili. Lakini kwa nini hawa vijana ukiwasikiliza wengi wanasema mimi siasa hainihusu bwana. Siasa ina wenyewe. Sasa yani kwa nini yani vijana wanaona siasa si sehemu yao? Tukiachana na kusema vijana wanasema mimi siasa hainihusu. Kwanza tu kitendo cha kusema siasa hainihusu, tayari ushaingia katika siasa na ushajua siasa ni nini. Ndio maana unaona kwamba siasa haikuhusu. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba kijana kusema kwamba siasa hainihusu ni kwamba anaepuka tu au anakimbia wajibu wake. Na wajibu wa kijana katika siasa ni kama nilivyoongelea pale awali kuhusiana na masuala ya kushika nafasi za kimamlaka, lakini kushika nafasi za kimaamuzi, lakini pia kushika nafasi za kiuchochezi katika jamii. Namuona huyu ni kijana ambaye anaepuka kuzungumzia haki za binadamu zinavyotekelezwa katika nchi, ni kijana anayeepuka kuzungumzia ufisadi, ni kijana anayeepuka kuzungumzia rushwa, ni kijana anayeepuka kuona watu anayeepuka kuzungumzia dhulma akizani kwamba yeye yuko salama. Ni kijana ambaye naweza kusema ni binafsi. Kijana huyu ni kijana pia ambaye anaepuka kutoa mchango wake katika maendeleo ya kisheria. Sheria zinapokuwa zinatungwa bungeni tunasema jamani, mswada huu leteni maoni yenu. Ni kijana anayeepuka kutoa mchango wake katika mabadiliko ya katiba. Ni kijana anayeepuka kutoa mchango wake katika masuala mazima ya kuondesha gurudumu la kimaendeleo katika nchi yoyote ile, kwa sababu mifumo ya kisiasa ndio inayoendesha maendeleo. Sasa utashangaa kijana huyu anayesema mimi siasa hainihusu analalamika kwamba hana pesa, analalamika kwamba hana kazi, akisahau kwamba mifumo ya siasa ndio inayowajibika kumtengenezea fursa za kazi, ndio inayowajibika kumtengenezea fursa za yeye kupata pesa. Kwa huyu ni kijana ambaye tayari anayejua siasa ni nini, na ni kijana ambaye anaepuka anakimbia wajibu wake. Ndivyo ninavyomtazama kijana ambaye anasema na madhara yake ni yapi kijana kujiweka pembeni na siasa, kwa maana kusema siasa hainihusu? Unaona kwamba kijana akishasema siasa hainihusu, ndio tunabaki na wabunge wazee bungeni, ndio tunapopata sheria mbovu, tunasema sheria hii kandamizi. Ndio hapo tunapopata sheria hii kandamizi. Sheria hii imepitwa